Hii ni Temu TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright, bana, kuna nyimbo zinapendwa, lakini hizi tatu ambazo zimeweza kutoka hivi karibuni, ngoma za Diamond, ni miongoni mwa ngoma ambazo zimepokelewa kwa mapokezi makubwa sana. Mpaka mwenyewe ameweza kutoa kauli. I think hii kauli ni mistari ambayo inapatikana kwenye moja ya nyimbo zake, akisema mmenifunza tofauti ya kupenda na kupendana. By the way, hii sio tu kwa sababu ya mapokezi makubwa ya muziki, bali hii ni historia ya mapenzi ya kweli kati ya msanii pamoja na mashabiki wake. By the way, leo tunavunja ukimya kabisa na kuchambua kauli hii ya kihistoria na kile ambacho Diamond ameweza kufunguka kuhusiana na ujio wa event kubwa kabisa ambayo inaitwa Diamond Forever Season 2. By the way, utafahamu mengi ambayo ameweza kufunguka na hichi ambacho kimeweza kutokea. Don't worry, don't get it twisted, don't go nowhere, gonga like kwenye video, make sure umesubscribe, drop comment yako hapo chini below kwenye comment section, utakuwa umeweza kutisha kina manoma. Alright, back in the business, back in the story kuhusiana na kauli ya Diamond, upendo wa kweli kwa mashabiki zake. Tumeweza kuona akisema mapenzi yenu ni mazito kwenye kila wimbo. Diamond anaanza kutambua nguvu ya mashabiki wake, lakini pia anaelezea jinsi ambavyo mapokezi ya Msumari, Nani pamoja na Sasampa yamekuwa zaidi ya kawaida. Ni emotional bond, yani jinsi gani ambavyo yeye mwenyewe hakutegemea labda ingeweza kuwa hivyo kwa namna moja ama nyingine. Swali fupi tu kwako wewe ambaye unatazama, binafsi kwa upande wako ni ngoma gani ambayo unaikubali kati ya hizi tatu, na ipi ambayo imekugusa zaidi na kwa nini? Tuachie comment yako hapo chini below kwenye comment section tuweze kuona wangapi wanawaza nini, au sio bwana? Hasa nimepita kwenye YouTube hapa kuangalia mafanikio ya hizi ngoma. By the way, ni ngoma ambazo zinafanya vizuri kweli kweli. Kama ngoma ya Msumari, nimeweza kuona kwa muda wa wiki 3 ikiwa na views zaidi ya milioni 4.5. Hiyo ni video yake official kabisa, lakini pia kuna Msumari lyrics video na instrumental ambapo ina streams zaidi ya 220,000. So nimeweza kuona pia video ya Nani ni miongoni mwa ngoma ambazo zimeenda viral kweli kweli, na views zaidi ya milioni 4.5 kwa siku 10, na ngoma ya Sasampa ambayo imetoka siku 3 zilizopita ina views zaidi ya milioni 1.1. So unaweza kuona kabisa achievement ya hizi ngoma ni kubwa kweli kweli, au sio bana? Hasa Diamond alitumia ukurasa wake wa Instagram na kusema mapenzi yenu ni mazito kwenye kila wimbo. Mnanifunza tofauti ya kupenda na kupendana. Hakika mimi na nyinyi tunapendana na nawashukuru sana. Katika kuadhimisha upendo wetu, mwaka huu nitafanya Diamond Forever Season 2. I'm excited. By the way, ni kitu ambacho nimeweza kuona watu wengi sana kimeweza kuwagusa, kimeweza kuwafanya wawe na shauku, kwa sababu Diamond Forever Season 1 ilifanyika mwaka 2012 March 30, na ilikuwa miongoni mwa event ambayo ilienda viral sana. Wengi wanaikumbuka hii siku ama hiyo season ambayo ilifanyika Diamond Forever Season 1 kwa sababu ya tukio kubwa ambalo Diamond kwenye event hiyo alikuwepo. Wema Sepetu alitrendi sana baada ya kuweza kumtunza Diamond hela, lakini Diamond hakuchukua, na kipindi hicho walikuwa wameachana yeye pamoja na Wema Sepetu. Kiangalia 2012, hii ni couple ambayo ilikuwa inaongelewa kinoma noma. Kwa hiyo by the way, kuna story kwamba ana date na Joketi na vitu kama hivyo. Pia tuliweza kuona mambo mengi sana yanaweza kutokea kwenye hiyo Diamond Forever Season 1. So this time Diamond huyo hapa, Diamond wa Zuchu, Diamond wa trending kibao, video vixen wa ngoma ya Msumari, Rara, na mambo kibao mengi sana ambayo anaweza kuongelewa kuhusiana na Diamond Platnumz. So this time we expected to see mengi makubwa, lakini zaidi ni kwamba Diamond ameweza kufunguka haya kwa namna moja ama nyingine. So ni kitu ambacho wengi wameweza kupenda. Msumari ni ngoma ambayo imeweza kuteka hisia za watu kwa beat kali sana, lakini pia mashairi ya mapenzi ya kina. Lakini pia Nani ni miongoni mwa ngoma ambazo ina storytelling ya mahaba yenye maswali kwenye moyo wako mwenyewe. Ukisikiliza ile ngoma unajiuliza, kweli niende kwa nani sasa? Niende kwa nani Noma kwa. Lakini pia Sasampa ni ngoma ambayo ina trend kila kona. Ni collaboration ya nguvu kabisa. Unaweza kuona TikTok, Instagram, kwenye redio mbalimbali, chati kubwa kabisa za muziki inafanya vizuri sana. Kwa hiyo unaweza kusema ni anthem kwenye club. Nilikwambia juzi kati hapa kwenye viwanja mbalimbali ngoma inapigwa kweli kweli. Je, unadhani nini siri ya mafanikio ya hizi nyimbo tatu? Ni beat, mashairi au connection ya Diamond pamoja na mashabiki zake? Tuachie comment yako hapo chini tuweze kujua wangapi wanawaza nini. Lakini speaking of Diamond Forever Season 2, Diamond ametangaza kwamba msimu mpya wa project yake ya kipekee kabisa ni ishara ya kuadhimisha upendo kwa mashabiki zake, na hii ni zaidi ya muziki. Yani hii itakuwa ni movement na celebration ya mahusiano yake ya wasanii, lakini pia na watu wake kwa ujumla. Je, ungependa kumuona nani kwenye Diamond Forever Season 2? Tuachie maoni yako hapo chini below kwenye comment section, au collab gani ama style gani ambayo ungetamani kuweza kuiona
kwenye hii event kubwa sana. Asa nimeshuka chini down below kwenye comment section kwenye hii post ambayo ameweza kuiposti Diamond. Comment ni nyingi by the way. Watu mbalimbali wameweza kutoa comment zao. Kuna huyu ambaye anashuka naye anasema msumari imenikamata kabisa. Diamond hajawahi kushindwa kuleta ngoma za kufanya watu waweze kuyakumbuka mapenzi. Noma sana. Mwingine anasema nani ni wimbo wa hisia za kweli? Nimeweza kusikiza zaidi ya mara moja. Asante Stefano kwa kutuletea review nzuri. No sana. Mwingine anasema Sasampa ni so fresh. Diamond anaendelea kuleta vibe za maisha halisi. Diamond forever. Ni mjinga kweli, sitaki nikose. Noma sana. Mwingine anasema nimefurahi maelezo yako Stefano, unachambua kila kitu kwa kina, mapokezi ya nyimbo. Hizi ni proof kwa Diamond kwamba ndo king wa Bongo Flava. Lakini pia mwingine hapa anasema season 2 inakuja, niko tayari kuangalia zaidi kuhusu maisha ya mfalme. Tuanze countdown na kuweka emoji za fire. Mwingine anasema hizi nyimbo 3 zinastahili kila pongezi. Diamond amebaki kuwa msanii wa mfano na wa kimataifa. Mwingine anasema Stefano unachangia kukuza muziki wa Tanzania kwa maoni haya. Keep it up, tunakupenda kinoma. Shout out kwako mzee wangu, umetisha. Mwingine anasema Sasampa imefanya nipate confidence zaidi. Tunahitaji zaidi aina hii ya beat na story inayoendana na maisha. Noma kweli. Mwingine anasema msumari na nani ni classic na nasubiri kwa ham season 2 iweze kuleta behind the scene zaidi. Mwingine anasema nadhani Diamond anadhihirisha kuwa bado ndiye number 1. Hatuwezi kulinganisha na wale wote wengine kwa hizi ngoma 3 tu. Yeye ndo king wa Bongo Flava. Noma kweli. Mwingine hapa anasema by the way ni Kasim Ganga anasema Habibi Dangote. Kuna mwingine hapa anasema ila season 1 nilikuwa shule. Hii season 2 I don't plan to miss it. Mwingine hapa anasema Diamond Platnumz forever. Mwingine anasema chupa juu ya chupa, dondosha lingine twende. Mwingine anasema Simba. Mwingine anasema Diamond anafanya muziki uonekane kitu kirahisi sana, hatumii nguvu wala nini. Kifupi game ya muziki ashaijua. Mwingine hapa anasema wa mwisho namaliza naye anasema umekuwa alama kubwa sana na isofutika katika muziki wetu wa Afrika Mashariki na dunia. We are so proud of you Diamond Platnumz. Bana, kila mtu amekuwa akitoa comment zake kwa namna tofauti, lakini kwa namna moja ama nyingine hii inaonyesha kabisa wazi kwamba wengi wameweza kufurahi announcement hii kubwa, lakini pia kuweza kuona jinsi ambavyo Diamond anawafurahisha kupitia muziki wake kwa namna moja ama nyingine. Bana, kama Diamond anaweza kusema hakika mimi na nyinyi tunapendana, basi sisi kama mashabiki tuna jukumu moja tu, kuendelea kusupport, kushare na kuonyesha upendo. Kama umeguswa na kauli hii au kama hizi nyimbo 3 ambazo Diamond ameweza kuzitoa zimegusa moyo wako, basi subscribe sasa hivi TemuTV. Hii ni familia ya muziki na wewe ni sehemu yake. Usikose content inayokuja. Go by the name Stefano Temo from Tanzania 255. Ni moto mapenzi na muziki wa kweli. Till next time, bye bye. Ciao. Peace and love. Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.